Kuna siku zinatokea tu kuwa unakosa uzungumze nini. Inawezekana vitu vya kuzungumza ni vichache, au inawezekana vitu vya kuzungumza vimejaa. Unakaa unajiuliza kuwa sasa leo nizungumze nini, niwaambie kipi? Mfano, leo ni siku ambayo sijui niwaambie nini, kwa sababu kila nitapogusa hadithi yake itakwenda zaidi ya nusu saa au saa nzima na kuwa sijaimaliza, na hadithi zimejaa, yaani simulizi ni nyingi za mambo yanayotokea. Kuna wakati nawaza nianze kuzungumza na wewe kuhusu angalizo langu au ile taarifa ya mwisho niliyoitoa jana jioni kwa watu ambao wapo kwenye magroup. Nilizungumza kuhusu kilichofanywa na jeshi linaloungwa mkono na Saudi Arabia ndani ya Yemen kufanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa, baada ya Irani kuvunja mzingiro wa anga uliofanywa kwa ndege ya Irani kutua Sanaa. Kilichofuata ni vikosi vya serikali ambayo inatambulika kimataifa ikafanya mashambulizi kwenye uwanja wa ndege wa Sanaa, kitu ambacho walikula kiapo Wahuthi kuwa hawa wamefanya kwa agizo la Saudi Arabia na sisi tutajibu, na sisi hatutowapiga tu hawa, tutapiga mpaka Saudi Arabia. Ndicho kilichotokea jana baada ya milipuko kadhaa kusikika ndani ya ufalme wa Saudi Arabia. Uwanja wa ndege wa Aba ulishambuliwa huko kilomita 120 takriban kutoka kwenye mpaka wa Yemen, lakini baadhi ya miji ikiwemo Jeddah milipuko ilisikika, huku Wahuthi wakitangaza kuwa anga nzima ya Saudi Arabia ni hatari kwa matumizi yoyote ya ndege. Hii ni moja ya story ambayo inaweza kusema kuwa ni story kubwa ambayo ndani yake kuna mijadala mingi tunaweza tukaijadili. Au nizungumze na wewe kuhusu mashambulizi ya Marekani yanayoendelea kule kwenye bahari, hasa kwenye visiwa vya Irani, au nikupe taarifa za majibu ya Irani kwenda kwa washirika wa Gulf ambao waliopo hapo na majibu mabaya ambayo yanaendelea. Kwa hiyo ndani kuna hadithi nyingi na story nyingi sana. Jana kumekuwa na matamko mawili matatu ambayo yametoka kwa Donald Trump, likiwemo tamko la awali kuwa Marekani inakwenda kuudhibiti mfereji wa Hormuz na inataka kulipwa 20% ya kila mzigo ambao utakuwa umepita pale, kwa sababu inakwenda kuwapa usalama wana Gulf, na akazitaja nchi kama UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Iraq na wengine wanapaswa kumlipa Marekani 20% ya kila watachokitoa, kwa sababu Marekani anawalindia mlango ule wa bahari, jambo ambalo lilikwenda kujibiwa katika andiko la mtandao wa X na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akasema kuwa kumbe Donald Trump yuko sahihi, kwa sababu kuna gharama ya kufanya ulinzi na kukaa hapa kwa ajili ya kuweka njia na usalama. Iran imekuwa ikifanya hivyo miaka na miaka, kwa hiyo inastahili kulipwa. Kwa hiyo pale wanapokuja kupinga kuwa Hormuz italipiwa, wao wanakuja kujikamata na maneno yao, just kuwa hivyo, kuwa yani kuwa ni lazima. Lakini mwisho Araghchi akasema kuwa lakini 20% ni nyingi sana, Irani itafanya fair. Anasema sisi tutaweka fee ambayo ni fair, ambayo wote wataimudu, wataweza. Ilikuwa tu ni jibu la kejeli ambazo alikuwa akimpa Donald Trump. Lakini jana hiyo Donald Trump akatangaza kuwa Marekani inarejesha kamili blockade yake kwa meli za Irani kuingia na kutoka. Taarifa iliyofuata baada ya hapo ilikuwa ni taarifa ya kushambuliwa kwa meli mbili za UAE baada ya kile ambacho kilichotangazwa na Irani kuwa ilikiuka onyo kwa kuzima mifumo yake ya ufuatiliaji, ikaamua kupita baada ya kupokea onyo, ikafuatiwa na mashambulizi tena ya ballistic, sio drone, ballistic, ambapo imepelekea kuuawa kwa mmoja wa sailor ambaye ni raia wa India, aliuawa kwenye hili shambulizi. Asubuhi Irani wakatoa taarifa kuwa walikuwa wamefanya uokoaji wa mabaharia kadhaa kwenye eneo la karibu na Hormuz baada ya meli mbili kugongana. Kwa hiyo wao walikimbia haraka na kwenda kutoa usaidizi, kuwaokoa, kuwafanya kuwa salama wale mabaharia. Sasa tuzungumze lipi? Kwa sababu ya kuzungumza nimeanza nayo hayo yote na kuleta. Tuzungumze lipi? Mimi nitaanza kidogo na hii ya Donald Trump, halafu tutakuja baadaye tutamalizia na hili la Saudi Arabia. Rais Donald Trump jana ametangaza vikwazo vipya kuzuia meli za Irani. Kama wewe ni shabiki, unajua kuna watu ni washabiki na kuna watu wana hisia na kuna watu wana mapenzi.
Wengi huenda wanashangilia Marekani, wengi pia huenda wanashangilia Irani, wengine upande Israel, kila mmoja na upande wake. Sasa kwa wale washabiki wa Irani wanaofuatilia sana mitandao ya kijamii au wanafuatilia vyombo vya habari sana, nadhani jana walikuwa disappointed sana, kwa sababu ile vita ambayo huwa ninakuambia mara nyingi kuwa Western wanapopigana hawapigani wao kama wao, wanapigana kupitia wote, yani na agenda zikiwa zinakwenda pamoja, yani agenda zinatembea pamoja. Unatakiwa ujiulize, kuna wakati Western wanamiliki vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo vinafanya kazi hadi kwenye nchi zenu. Ukifuatilia maisha ya wafanyakazi, gharama, kila kitu ambacho wanakitumia hao Western kwenye vyombo vyao vya habari, utaona kuwa ni gharama kubwa sana. Wanalipa mamilioni ya fedha kwa sababu tu wanataka kukuhabarisha wewe. Kwa sababu gani? Wanataka kukuambia matatizo ya serikali yako, wanataka kukuonyesha kila ubaya uliopo kwenye pembe zote, huku wao wakiugharamikia. Elewa ninachokizungumza. Ukiishi Uingereza, kila familia inalipa ada ya matangazo, hasa ikuhusu BBC wanalipia. Kwa hiyo kila familia inachajiwa kila mwaka malipo ambayo yanakwenda moja kwa moja kwenye shirika linafanya kazi. Hali kadhalika na mashirika mengine vile, hata Marekani walikuwa na hiyo Voice of America, walikuwa na mashirika mengine hivyo. Sasa ninachokuambia kuwa hizi serikali za kimataifa huwa zinalipa vyombo vyao vya habari kwa ajili ya kuwapasha walimwengu taarifa za dunia for free, ila wao wanazigharamikia. Wao wanazigharamikia kwa mamilioni ya fedha, kwa sababu tu tunataka kukuambia tu kuwa kuna hiki na hiki na hiki na hiki. No, hii ni silaha nyingine ambayo Western huitumia. Silaha ipi? Silaha ya kuhabarisha, ya kukupa kitu. Sasa ukitaka kujua hii silaha inafanyaje kazi, kwa wale wanaofuatilia vyombo vya habari, anzia siku 3 nyuma, au tuchukue kama siku 4, au baada ya kuzuka hii vurugu ya hivi sasa, katazame kazi ya vyombo vya habari inavyofanya kazi. Ukisikiliza vyombo vya habari vya Western, unaweza kugundua kabisa kuwa hakuna nchi inaitwa Irani, wala hawana lolote, wamepoteza kila kitu. Marekani anatangaza kwa kupitia vyombo vya kwake, vikipewa airtime za kutosha, kuwa sisi mlango uko wazi na tumeufungua, na sasa tunaumiliki, na sasa ndio sisi tunaamua kuhusu Hormuz. Just wanakuambia, yani story iko hivyo. Tunarudisha blockade. Blockade ni jibu la kwanza, kwa sababu blockade ya kwanza ilikuja baada ya Irani kuzuia, ikaja blockade ya pili ambayo wao tunazuia na wewe umezuia na sisi tunazuia. It means kulikuwa kuna kuzuia. Kama kungekuwa hakuna kuzuia, usingeweza kuweka kuzuia hii. Waswahili wanasema hakuna sifa ya chungwa kama kusingekuwa na limao. Haiwezi kuwepo sifa. Wala hakuna sifa ya sukari kama kusingekuwa na chumvi. Itapatikana vipi? Hakuna sifa ya uzuri kama kusingekuwa na ubaya. Ni lazima kuna kitu kinakuja juu chini, halafu kinakuja hivyo. Kwa hiyo inapokuja blockade, it means kuna blockade ambayo imetoa hivyo, ndio maana unaleta kitu kingine cha pili. Sasa ukitaka kuijua hadithi ya Donald Trump ya kuwa mfereji utakuwa wazi, sisi tutaumiliki na tutachukua, sijui tutafanya nini na nini, hapo ulipo, ngoja niangalie hapa, kwa sababu mimi hapa niko mtandaoni hapa, ngoja niingie hapa niangalie. Nilikuwa naangalia market summary, Brent last day, yani bei ya mafuta, mpaka hapa nazungumza na wewe, bei ya mafuta kwa pipa iko $81.36. 81.36. Yani hizi nukta ukikaa unazitazama, kuna wakati zinatembea kama sekunde. Zinacheza. $81.36. Siku 10 nyuma ilikuwa ni $72. Kuna ongezeko la zaidi ya $9 juu. Haya ndio majibu ya kuwa mlango umefungwa, haujafungwa. Yani ukitafuta jibu, wewe hata usitumie nguvu kutaka kushindana. Nenda kwenye uhalisia. Achana na drama, achana na vyombo vya habari. Mimi najua kabisa kwa mimi nafanya kazi na vyombo vya kimataifa. It means kuna vitu navijua wewe huvijui. Sasa blockade tumemdhibiti, Iran anakwenda kudondoka. Ukweli kuwa vita ya Marekani kwa Irani sio kuwa inamuumiza Irani pekee. Vita ya Marekani inaumiza dunia. Nimekupa siku 10 nyuma tulikuwa tuna 72 Brent pa baro. Hii ilikuwa
yani kwa pipa, ilikuwa dola 72. Mimi nazungumza na wewe sasa hivi hapa, hii hapa natazama, iko dola 81.36. Nani anaumia? Iran au kipi? Umeaminishwa na Marekani kuwa iko hivyo? Ukweli kuwa inayoumia ni dunia, na ukweli kuwa majibu kuwa Hormuz iko blocked ya Irani, sio ya Marekani. Mashambulizi ya Marekani ya namba ambao tunapewa, tumeshambulia mara 300, tumemaliza operation, hayana majibu yoyote ya maana. Kila yanavyokwenda yanazidi kuumiza dunia, yani kila yanavyokwenda yanazidi kuumiza dunia, sio kuwa kama vile Niwaambie kitu kimoja kuwa nilishalizungumza na kuzungumza, hata jana nilizungumza nikasema kuwa kuhitaji kupeleka jeshi lolote Hormuz kwa ajili ya kudhibiti Hormuz, unahitaji kutoa kauli tu, tangazo tu kuwa hatutaki meli ipite pale. Na kigumu kabisa kimekuja, mfano nimekuambia kuwa kuna meli ya UAE imeshambuliwa. Irani hawakutumia drone, wametumia ballistic. Sio drone tena, ballistic. Nani mmiliki mwingine atafikiria kuwa nataka kufanya nini? Majibu ya kuwa Hormuz iko wazi yanakuja halisi kwenye maisha yetu. Yani pale tutapoamka Jumatano ya kwanza ya mwezi ambayo itakuja, tuambie sasa, mafuta sasa tutanunua 3200. Hayo ndio majibu ya kuwa kweli Hormuz iko wazi. Lakini kama tunaamka tutayakuta mafuta yako 4500, jibu ni jepesi sana linakupa. Hii namba haidanganyi. Namba haidanganyi. Kwa hiyo hekaya za Marekani dhidi ya Irani zinabaki kuwa ni hekaya ambazo hazina majibu yoyote. Naomba niwaambie, nataka kuwa mtu wa mwisho kabisa kukubali kuwa Marekani ana uwezo wa kuifungua Hormuz kijeshi. Na si Marekani aungane na wenzake. Nitakuwa mtu wa mwisho kabisa kuamini kuwa wanaweza kuifungua. Nilishasema njia nyepesi kabisa ya kuifungua Hormuz ni meza. Lakini Irani hawezi kukonda kuwa kama sungura, kutoka kuwa ng'ombe akonde ghafla hivi halafu kila kitu kiende. Kwa hii kuwa na Marekani amaliza kila kitu, ikifikia Irani wataona kuna anguko lao la moja kwa moja. Watapoona kuwa sasa tunaelekea kupotea, niwahakikishie kuwa hakutokuwa na nchi nyingine itabaki Mashariki ya Kati ambayo itakuwa imesimama. Sio Irani kusema imekwisha, hakuna nchi itabaki Mashariki ya Kati imesimama. Yani hawa wote, Irani, sijui Saudi Arabia, UAE, Qatar, bado na wao watapotea. Ndio maana kwenye hili wewe tazama, utasikia kuna mashambulizi yamepiga labda kwenye kama hivi juzi kwenye maziko tumeona wamepiga mpaka reli imepigwa, sijui madaraja wamefanya nini. Halafu unawasikia upande wa pili wamepiga kambi, wamepiga meli, still bado wapo kwenye vita ya mkakati. Yani vita yao haijabadilika toka mwanzo imeanza. Haikubadilika kwenye njia. Ni kwa sababu gani? Wanafahamu Irani hawezi kupigana na Marekani vita kwa vita. Yani kama tunataka bato ya vita kwa vita, Irani atapotezwa ndani ya wiki, hatokuwepo. Irani hapigani vita ya staili hiyo kwa sababu anajua nguvu ya adui alionayo. Anapigana vita ya kimkakati na hatoki kwenye reli. Kuanzia mwanzo hajatoka kwenye reli. Yani vita yake ni ya kimkakati tu. Unapiga kambi za kijeshi za Marekani, unarudi unapiga meli, unaweka tishio jipya. Anarudi. Wenye meli wataziweka tu pembeni. Kuwa bana hatuwezi. Leo taarifa Sela wameuawa. Meli imeshambuliwa na ballistic. So, nani mwenye mmiliki wa meli anataka kupitisha meli yake? Kampuni gani ya bima ambayo inaweza ikatoa insurance kwa ajili ya meli ambayo najua kabisa ikipita pale itashambuliwa? Sio rahisi. Sio rahisi kutokea kwa hilo. Sasa hii ndio hadithi ambayo inatengenezwa na vyombo vya habari vya Magharibi kutaka kukulazimisha kuamini kuwa kama game it's over, ukweli kuwa still bado sana, na Marekani hana uwezo wa kulimaliza hili. Ndio maana umemsikia Donald Trump jana. Nilitaka kuzungumza na wewe hapa kuhusu haya matangazo naanza, nikasema naweza nikazungumza kabla hata sijaposti, tayari taarifa zikawa zimebadilika. Leo asubuhi anasema kuwa anaona kuna uwezekano wa makubaliano na Irani, and still anakuambia anaweza kushinda hii mechi. Kwa manake kuna taarifa ambazo zimeandikwa na vyombo vya habari kuwa amefahamisha bunge kuwa usitishaji umekwisha na anaweza kurejea kwenye vita. Amefahamisha. Nilisema upepo hauko kwenye hiyo nyanja. Kuna mtu mmoja anasema, ulisema kuwa Marekani hana chaguo, lazima achague akubaliane na kumaliza vita. Kwani kuna vita anaifanya hapa? Huwezi kufanya vita hali ya kuwa umewatuma diplomatic waende kupatanisha. Yani wakati unashambulia umetuma wengine. Vita mnaweka kila kitu pembeni, and then don't talk about ceasefire.
kuwa tunarudi kwenye vita na tunapigana vita, sitaki mazungumzo yoyote. Huwezi kurusha jiwe alafu unamtuma bana, mwambie bana, yes kanirushia bana na mimi nimeacha kufanya. Yani kuwa hataki zaidi, hataki kile kizidi, yani hataki kipitilize. Manake kuwa hataki vita. Yani imebaki kuwa tunamtafutaje Irani kwenye hili. Nilizungumza nadhani kwenye mazungumzo ya jana mchana, nikawaambia walio kwenye magrupu kule, niliwaambia kuwa mvutano mkubwa unaoendelea Hormuz ni kutafuta nafasi ya kiti gani utaketi wakati wa mazungumzo, kwa sababu wamemaliza kumzika Khamenei. Kwa hiyo wanaangalia kuwa wataketi kiasi gani, yani wataketi kwa nafasi gani, kwenye kiti gani, kwa wakati gani, ili tuweze kupata kile ambacho tuna. Yani ni kujijenga kwenye, yani unatafuta nafasi nzuri zaidi, utakaa kwenye kiti kwa wakati, yani ukaeje kwenye kiti ili upate kizuri zaidi. Kwa hiyo ndio kile ambacho kinachotafutwa hivi sasa, kuwa nikikusogeza kidogo na mimi angalau niwe na sauti kwenye mazungumzo, tusije kwenye mazungumzo ukiwa unaongea peke yako, kwa sababu hilo ndio silitaki. Kwa hiyo hizi vurugu nyingi zilikuwa zinaakisi tu kuwa nafasi ya Marekani kwenye mazungumzo yajayo sio nzuri sana, kwa sababu alikuwa anaona wazi kabisa kuwa kama tutakwenda kwenye mazungumzo na Irani, huyu atanilazimisha nikubaliane na vitu vingi ambavyo vitaniumiza. Kwa hiyo tunafanyaje? Lazima nianzishe vurugu, na kuna wakati na yeye haisi kama hii tunaweza tukabaki kwenye vurugu ya muda mrefu. Kwa hiyo inabidi vitu vingine apunguze. Ndio nafasi ilikuwa ikitafutwa kwenye hili. Nilitamani kuzungumza swala la Saudi Arabia na Yemen, lakini nafikiri nitaliweka kwenye video nyingine, maana hapa dakika zangu nimekwisha zungumza za kutosha. Nitaliweka kwenye video nyingine hata baadaye, sijui, lakini nadhani nitalizungumza inshallah. Basi tutazungumza mengine kwa mara nyingine. Asanteni na kila la kheri.